Ajenda namba 4, Mwenge wa Uhuru. Haya ndugu zangu, tuna ujio wa mwenge, na mwenge unakuja kwa Kibosha, mji mpya tu, hauendi kokote kwingine. Mwenge unakuja kwa Kibosha, mji mpya tu, hauendi kokote kwingine. Sasa lazima sisi tujiandae kwa hilo, si ndivyo Na mnafahamu kazi kubwa ya mwenge tangu mwaka 1961 mwezi Desemba tarehe 9, ambako mwenge uliwashwa rasmi. Mwenge ni nembo ya taifa letu, na umekuwa na alama, unawaka mwenge. Kazi kubwa ni kwenda kumulika mahala ambako kuna miradi, mahala ambako wananchi wanafurahi kuna miradi, kukagua miradi, ubora wake na changamoto za hiyo miradi. Kwa mwenge unakuja kukagua mradi wa maji, sawa sawa unakuja kuwapa watu matumaini, lakini vivyo hivyo mwenge unakuja pia kuona watu wake unakopita mwenge wana changamoto gani, sawa sawa Kwa mwenge ujio wake, maana yake ni timu ya viongozi mbalimbali wa kitaifa, mkoa, wilaya na maeneo ya hapa kwetu, wanakuja kuona namna ambavyo serikali inafanya kazi katika mahala hapo, miradi ikoje, na watu wa maeneo hayo wana changamoto ya miradi gani, wana mapito yepi wanayapitia magumu. Katika hilo mwaka huu kata ya Mapinga mwenge unaenda sehemu mbili, Udi Ndivu, lakini kipekee wapi? Kibosha. Na za ndani zinasema utaanza kwa wajanja, kwa Kibosha. Wamekaa sawa sawa Hapa si ndo mjini Kibosha? Asa Kibosha utafananisha na Udi Ndivu? Kwa rafiki yangu kule Majame, utafananisha? Mjini tu, si ndio? Sisi tupo karibu na Dar es Salaam, si ndivyo? Rami imepita wapi? Kwetu, si ndivyo? Sasa barabara za zege zinajengwa wapi? Kwetu, si ndivyo? Kwa na mwenge unaanza kupita wapi? Kwetu. Sasa sisi tuna kazi kwenye mapokezi ya mwenge, tuna kazi ambayo sisi tunapaswa kuifanya. Cha kwanza, tunapaswa wote tuwepo kupokea mwenge wa uhuru, ambao makamanda watashuka na mwenge, wataushika na kukimbia nao katika mji wetu. Kwa tuna kazi ya sisi kujipanga barabarani, tuna kazi ya sisi kufurahika kuwa ni watu wenye vibe la aina yake na mwenge wetu, sawa sawa Wangapi tunataka mwenge uje hapa ili uje kuona miradi na changamoto zetu? Wangapi wanataka? Wangapi wanasema siku hiyo watakuwepo kushuhudia mwenge? Wangapi? Tutakuja wote, si ndio? Haya, wangapi wanasema tupokee mwenge kavukavu au tuweke dundo watu wachangamke? Kwa tufunge speaker, si ndio? Watu waruke, si ndio? Nani atatupa mbuzi sasa tukifunga speaker? Wajua ukifunga speaker kuna watu wanakunywa soda, maji na vingine mimi sivijui. Watu watakunywa, si ndio? Soda, maji na vingine ambavyo mimi sivijui. Sasa raha ya watu wakinywa soda wao wanatafuna mbuzi, si ndio? Sasa nani anatupa mbuzi mmoja hapo? Maseke unatupa mbuzi? Unatupa mbuzi wewe na mkumba nilikuwa na mkumba. Mbuzi mmoja. Kwa Maseke unagawana wewe na mkumba mbuzi mmoja? Mbuzi mmoja unagawana. Na mimi naamini wazee hawawezi kutudanganya. Na mbuzi 150,000 tu anapatikana haraka. Kwa mzee Maseke 150,000, nusu nipate kwako, nusu kwa tulete mbuzi hapa. Basi. Hiyo imeisha. Haya, mnataka dundo lije asubuhi au lije usiku likeshe hapa? Tukeshe hapa au lije asubuhi?
Likeshe, si ndio? Likeshe hapa wazee watatoa ruhusa eti baba Eze, ruhusa itapatikana. Wewe una shida, wewe mwenyewe utakuwepo. Haya, ndugu zangu, tunafahamu la mgeni akuta ujumbe unaendelea, sio tena. Tunafahamu watu wanataka wawe na vibe na raha ya vibe litengenezwe, si ndio? Tutaleta dundo hapa, sawa Tutaleta hapa, utakesha hapa. Saizi ushafungwa, moto ushawaka hapa, lakini tunakwenda kupambana tupate vimbuzi 2 vitatu hivi, na hii ni kwa ajili ya wanaokesha tu, wachome mbuzi, wale mbuzi wanaokesha tu. Kama mtu akeshi mbuzi wetu atuachie, na mimi siku hiyo nakuja kukesha hapa. Kutakuwa na mkesha mkubwa wapi? Mtambani, sawa sawa Hapa tutafunga speaker, zitakuwa hapa, watu watakesha hapa, mambo yatakuwa mazuri hapa. Mwenge utalala Mapinga, ofisi ya kata pale Mtambani, sawa shule ya msingi Mtambani. Sasa kwenye mapokezi ya mwenge, sambamba na maandalizi hayo, tunataka watu wawe wengi sana. Mwambieni kila mwenye kiwanja aje. Kuna kiwanja hapa lakini haujajenga, wewe unataka maji, wewe unataka umeme, wewe unataka turasmishe, njoeni iambieni serikali yale mambo ambayo mwananchi mwenyekiti anayasema, ya kwamba mji mpya kuna watu wa kutosha, wengi mno, maelfu ya watu hapo kule. Mwenge uje uwakute watu nyinyi hapa. Mnanielewa sije vizuri? Nataka maelfu ya watu wawepo hapa. Mwambie jirani, tarehe 18 si siku ya kukosa. Saa 2 asubuhi mwenge utakuwa ushafika hapa. Saa 12 tuwepo hapa tumalizane nao. Amekaa sawa sawa? Mwezi huu wa 4 jambo limeiva. Kwa tunataka taifa wanapokuja hapa wakute maelfu ya watu hapa. Mkoa unapokuja wakute wananchi hapa. Wilaya ikija ikute wananchi hapa. Sawa sawa? Mimi natamba kwamba nina wananchi wengi kwelikweli, wametupigia kura nyingi kwelikweli. Sasa nataka tunavyotamba waje wawakute kweli wale wananchi. Wamekaa sawa sawa? Tunajenga hoja kwenye vikao, tunataka mji urasmishwe. Tunataka wakija wawakute watu wanaotaka mji urasmishwe. Sawa sawa? Kwa nyumbani asibaki mtu siku ya mwenge. Asibaki mtu. Watu wote tuwepo hapa. Mwenye kiwanja alombari aje hapa. Mwambieni mambo yamekuiva. Ni muda wa kura, twendeni. Sawa sawa Wangapi wanasema yeye peke yake atakuja na watu 10 siku hiyo kwa uchache? Wangapi? Watu 10 kutoka kwako. Wangapi wanasema atakuja na watu 10 siku hiyo? Wangapi? Watu 10. Yaani wewe huwezi kupata watu 10. Wangapi? Sisi tumedoda, mimi hata watu 2 siwezi kupata. Wangapi? Wangapi wanasema yeye hata shoga hana rafiki, hana mshikaji, hawezi kupata hata watu 2 siku hiyo? Wangapi? Wangapi wanasema 10 wengi nitapata watu 5 siku hiyo? Wangapi nitakuja nao hapa kwenye mwenge? Wangapi? Tapata? Nitakuja na watu wengi kweli. Kwa mimi niendelee kutamba. Nataka nifunike maeneo yote ambayo mwenge utapokelewa. Watu wapokee wengi mwenge hapa kuliko kokote. Nataka mambo yatakuwa hivyo, si ndio Haya, asante. Sasa kwenye maandalizi hayo mimi natoa ofa. Tunavyo vitenge.
Vitenge hivi vinauzwa shilingi 30,000. Zinakaa doti 3. Kuna ma-t-shirt yanauzwa 10,000 na ngapi? Na 5. Mimi nina ofa ya watu watakaofika saa 12 kupokea mwenge. Nitawapa watu hao t-shirt bure. Nina t-shirt za watu 200 wa mwanzo. Kumi na mbili ya asubuhi. Watakao kesha wote watapata kipaumbele. Wasioweza kukesha kwa sababu wamenyimwa ruhusa, na mimi sitaki kuingilia maamuzi ya watu. Usiseme ukavunja ndoa, mwenyekiti kanyambia nikakeshe. We omba kwa utulivu, mbembeleze akubali, njoo ukeshe. Sawa sawa, au mwambie twende wote. Ukilazimisha ila saa 12 ukifika hapa utanikuta mimi nimefika hapa 12 nipo hapa. Watu 200 wa mwanzo. Pokeni watu 200 wa mwanzo. Unanisikia? Watu 200 wa mwanzo. Yaani anayefika saa 12 kamili hadi 12 na nusu. Wote watapata t-shirt kutoka kwa mwenyekiti. Sawa sawa, Na wakina mama, vijana mnataka t-shirt vitenge vijana? T-shirt. Anataka vitenge t-shirt vijana. Wana mama. Wanaosema tulete t-shirt wangapi? T-shirt. Wanaosema vitenge. Kwa vaibu hili wakina mama wako juu kuliko vijana, si ndio? Basi mimi naleta vitenge hapa. Vitenge 50 sawa na doti ngapi? 150, si ndio Si ndio? Pande. Vitenge 50 sawa na pande 100 na ngapi? Na 50. Wakina mama watakaofika mapema watakutana na hivyo vitenge.